Asante sana katibu. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Mheshimiwa Katarina Mteule, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Tanga na mkufunzi wa mafunzo haya, Mheshimiwa Victoria Nongwa, Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya na makamu mwenyekiti wa Tauja, Mheshimiwa Gladys Bathi, Jaji wa Mahakama Kuu Kituo Jumuishi Masuala ya Familia Temeke na katibu wa Tauja, Mheshimiwa Dr. Irene Msokwa, Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, akimwakilisha Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, Mheshimiwa Joaquin Demelo, Jaji wa Mahakama Kuu mstaafu na mwenyekiti aliyepita wa Tauja, Mheshimiwa Dr. Atuganile Ngwala, Jaji wa Mahakama Kuu mstaafu na mkufunzi wa mafunzo haya, Mheshimiwa Eva Nkya, msajili mkuu wa mahakama, waheshimiwa wasajili na naibu wasajili mliopo, waheshimiwa mahakimu wa ngazi mbalimbali mliopo, waheshimiwa waratibu wa Tauja, wanachama wenzangu wa Tauja, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama ya Tanzania, uadilifu, Tauja. Asanteni. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya, uzima na uhai kwa siku ya leo na kutuwezesha kukutana hapa Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi na pia makao makuu ya Mahakama ya Tanzania kwenye mafunzo haya ya waratibu wa Tauja. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tuna kila sababu ya kumshukuru Muumba wetu kwa kuwa ndani ya mwezi huu wa 10 kwa bahati mbaya sana tumepoteza wanachama wetu wawili ambao walikuwa ni wanachama hai na walikuwa wakijitolea sana kwa kazi za Tauja. Ambao tumewapoteza ni Mheshimiwa Dr. Angela Teye aliyekuwa naibu msajili Mahakama Kuu Division ya Biashara na Mheshimiwa Asha Mutinda ambaye alikuwa naibu msajili Mahakama Kuu Kanda ya Shinyanga. Jaji Mkuu, naomba nikusumbue kidogo, tusimame japo kwa dakika moja tuweze kuwaombea wenzetu waliotangulia. Asanteni. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amin. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kazi yangu leo ni kukukaribisha ili utufungulie mafunzo ya uongozi kwa waratibu wa Tauja. Hata hivyo, naomba uniruhusu nitoe shukrani zetu za dhati kwako kwa niaba ya kamati tendaji ya Tauja kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi wa kutufungulia mafunzo haya ya uongozi. Na nakumbuka nilipokuja ofisini kwako kukuomba uwe mgeni wetu rasmi, ulitukubalia bila kusita. Hii kwetu sisi uongozi inaashiria kwamba na pamoja kwa wanachama wetu wa Tauja kuwa Mahakama ya Tanzania inajali na kuthamini nafasi ya mwanamke, sio tu kwenye mahakama zetu, yani wanawake ambao walio ndani ya mahakama, bali pia kwa Tanzania nzima. Hivyo basi tunatoa shukrani zetu za dhati kwako, kwa ofisi yako ya Mheshimiwa Jaji Mkuu na ofisi ya Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, kwa Mahakama ya Tanzania na Mahakama ya Zanzibar, na pia kwa ofisi ya Jaji Kiongozi ambaye aliweza kutoa ruhusa kwa waratibu wetu kuweza kuja kuhudhuria mafunzo haya. Mheshimiwa Jaji Mkuu,
naomba nitoe taarifa kuwa mafunzo haya yamefadhiliwa na Mahakama ya Tanzania. Hivyo tunaishukuru sana Ofisi ya Mtendaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania kwa kutengea bajeti na kuweza kufanikisha mafunzo haya. Tunasema asanteni sana kwa ushirikiano mzuri wa kutuwezesha kutekeleza malengo yetu tuliyojiwekea ya kuhakikisha haki sawa kwa wote inatamalaki kwa mujibu wa ibara ya 9 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasisitiza kwamba utu na haki zote za binadamu zinaheshimiwa na kuthaminiwa. Heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za Tangazo la Dunia kuhusu haki za binadamu, na pia serikali na vyombo vyake vyote vya umma vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wake kwa waume, bila kujali rangi, kabila, dini au hali ya mtu, na kuhakikisha kwamba aina zote za dhulma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu au upendeleo zinaondolewa nchini. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kabla sijaja jana niliangalia takwimu za mashauri yanayohusu unyanyasaji wa kijinsia na kuona kwamba kwa kipindi cha mwaka kuanzia 2022 jumla mashauri yasiyopungua 4429 yalifunguliwa, na mwaka 2023 mashauri 5178 yalifunguliwa. Kwa hiyo hapo kuna ongezeko ya mashauri. Mwaka 2024 mashauri 4923 yalifunguliwa, na mwaka huu kuanzia Januari mpaka Septemba yalifunguliwa jumla ya mashauri 3083 yanayohusu unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi takwimu hizi inaonyesha kwamba mahakama zetu zinapokea mashauri mengi sana kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa kipekee naomba pia kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Ngwala na Mheshimiwa mteule ambao ni wakufunzi wa ndani wa Tauja kwa kutenga muda wao na utayari wao wa kuja na kutoa mafunzo kwa waratibu wa Tauja. Wakufunzi hawa wana uzoefu wa kutosha kuhusu Tauja kwa kuwa walikuwepo wakati Tauja inaanzishwa mwaka 2000, na hivyo wana uelewa mzuri wa dira, malengo na mikakati ya Tauja. Mada ambazo watazungumzia ni pamoja na dhamira ya Tauja na vipaumbele vya kimkakati, kuimarisha wanachama na ushiriki wa kikanda katika Tauja, kujifunza juu ya uongozi, kujifunza pia kuhusiana na haki ya kijinsia, kujifunza namna ya uratibu na kufanya mashirikiano na wadau, na pia jinsi ya kupanga na utekelezaji wa programu, na mwisho watajifunza kuhusu ufuatiliaji, tathmini na namna ya kutoa ripoti katika kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia na haki za binadamu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, uchaguzi wa mada hizi umelenga kufikia msingi mkuu wa kwanza wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo ni utawala, amani, usalama na utulivu, kwa kuimarisha uongozi na usimamizi wa haki za kijinsia. Msingi wa Dira ya Taifa unahimiza uwajibikaji, mapambano dhidi ya rushwa, kulinda uhuru wa kila raia na kutoa fursa sawa kwa wote bila kujali jinsia zao. Imeelezwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 kwamba ubaguzi wa wanawake katika michakato ya kufanya maamuzi na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto bado umeenea na unasimama katika vikwazo kuelekea lengo la kitaifa. Hivyo basi,
Dhima kuu ya mafunzo haya ni kutoa fursa kwa waratibu wa tauja kuelewa kwa upana malengo ya kimkakati ya tauja ambayo yatasaidia kufanikisha dhamira kuu ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kuwa ifikapo katika karne 21 ya taifa iwe taifa lenye ustawi, usawa na uwezo wa kujitegemea. Tunategemea kuwa mafunzo haya yatakuwa ni mbegu tulioipanda kupitia waratibu ambao kazi yao itakuwa kuhamasisha na kupanua idadi ya wanachama katika mikoa yao, wanachama ambao watakuwa wana nia na ari ya kutoa elimu na kutetea haki za binadamu huko walipo. Kutokana na mada zilizochaguliwa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunatarajia kupata matokeo chanya kwenye maeneo 8 yafuatayo. 1, kuimarisha uongozi wa uratibu na kuongeza uwezo wa kiufundi kwa waratibu wa mkoa. 2, kuongeza kwa utekelezaji mzuri hasa katika usawa wa haki na kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. 3, kuongeza stadi za uongozi, mawasiliano na uratibu kwa waratibu na kuleta ushirikwaji mzuri wa kikanda na uwakilishi wa tauja. 4, tauja itaweza kupata waratibu waliokuwa na stadi za vitendo za upangaji mzuri, utekelezaji, ufuatiliaji na kuweza kuripoti programu za kikanda. 5, chama chetu cha tauja kitakuwa na vinara wa ulinzi wa haki za binadamu ambao wanaweza kuhakikisha kuwa usawa wa kijinsia na haki ya kijamii kwa nchi nzima. 6, tutaweza kujenga jamii huru na yenye uongozi unaojiamini kwa upande wa wanawake bila kujali jinsia. 7, tauja itakuwa imejenga upya kwa kufuata kanuni za uongozi wenye maono ya uwajibikaji ambao unaashiria jamii na hasa wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na wazee katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na mwisho 8, tunategemea pia mafunzo haya yataweza kwenda kuongeza kasi na ufanisi katika kazi zao za kila siku ya umalizaji wa mashauri yaliyo na unyeti wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto kwa haki na haraka. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kamati tendaji ya tauja ilipokuja ofisini kwako tarehe 22 Agosti 2025 kujitambulisha, ulitushauri mengi ikiwemo kufanya utafiti wa kufahamu changamoto za kikanda au mkoa wanazopitia wanawake na watoto, na kisha tauja itoe ushauri kwa mahakama na serikali ili changamoto hizo ziweze kufanyiwa kazi. Aidha, ulitushauri kuangalia changamoto nyingine zinazoikumba jamii ikiwemo masuala ya ukeketaji na usafirishaji haramu wa binadamu. Tauja imekwisha anza kufanya mashirikiano na nikupe taarifa tu kwamba tumepeleka mapendekezo yetu Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi zingine za kuweza kufanya mashirikiano nayo katika kuendeleza kampeni endelevu ya kuhakikisha haki na usawa wa kijinsia vinatamalaki nchini. Na tumekwisha weka mikakati mbalimbali ambayo tutashirikiana na waratibu na viongozi wa tauja ili kuongeza kasi ya upatikanaji wa matokeo makubwa. Hata hivyo, bado tunayo changamoto ya ufinyu wa budget, hivyo tunaiomba mahakama yako iweze kutuongezea budget kwa mwaka wa fedha ujao ili tuweze kutekeleza mikakati tuliyojiwekea. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwenye mafunzo haya tutapata taarifa za kikanda ili kufahamu
si tu utekelezaji wa mpango mkakati wa tauja kikanda, bali pia changamoto wanazopitia wanawake na watoto katika kanda husika. Tutaweza kufahamu walau kwa uchache ukubwa wa tatizo na juhudi au mipango ambayo wanatauja wa kanda wamejiwekea katika kutatua changamoto hizo, na pia kupata ushauri wa namna bora ya kutatua changamoto hizo ili kumnyanyua, kumlinda na kumwendeleza mwanamke katika nyanja zote za kimaisha, ikiwemo kupata haki zake zote za msingi. Mojawapo ya malengo ya tauja ni kukuza haki na maendeleo ya wanawake kupitia usimamizi wa haki bila upendeleo. Hivyo kama tendaji tunategemea mafunzo haya yatasaidia tauja kufikia malengo yake. Ni imani yetu kuwa utatuzi wa changamoto hizi unahitaji ushirikishwaji wa wadau wote ili kusaidia kupata ufumbuzi wa pamoja. Ndio maana leo hii Mheshimiwa Jaji Mkuu, tumeona kuna umuhimu wa kuwaita waratibu na kukutana kwa pamoja ili waweze kuangalia ni jinsi gani au kushauriana ni jinsi gani tunaweza tukatekeleza mikakati ambayo tumejiwekea. Kama ulivyosikia, tuna wawakilishi kutoka mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa inawakilishwa pamoja na Njombe, Kagera, Katavi na Rukwa, Kigoma, Lindi, Mbeya iko pamoja na Songwe, Manyara, Morogoro, Moshi, Mtwara, Msoma, Mwanza, Pwani, Shinyanga, Simiyu, Songea, Tabora, Tanga na Zanzibar. Kwa bahati mbaya mwakilishi wa Singida ametoa udhuru, amepata dharura, ameshindwa kuhudhuria. Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kusema hayo machache, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe ili uweze kutoa neno na kutufungulia rasmi mafunzo yetu haya. Karibu sana Mheshimiwa Jaji Mkuu.